mwanamke anapenda pesa yako, hakuna mwanamke anavutiwa na heshima yako, hakuna mwanamke anavutiwa na gari lako, ila ukweli ni kwamba mwanamke anamkumbuka mwanaume yule ambaye ana uwezo wa kufanya tendo la ndoa vizuri, ana uwezo wa kuhimili tendo la ndoa vizuri. Lakini wewe pengine unajidanganya kwamba kwa sababu ya mali zako, kwa sababu ya heshima zako, basi mwanamke atakuheshimu kulingana na mali ambazo unazo. Kumbuka ya kwamba mwanamke yoyote, kitu ambacho kinampeleka kwenye tendo la ndoa ni familia. Hicho cha kwanza, ufahamu hilo. Lakini kama wewe unalingia hivyo vitu ambavyo unavyo ukiamini kwamba mwanamke atakaa kwako bila kumridhisha, yani kufanya tendo la ndoa vizuri, unajidanganya. Mwanaume, hakikisha unaposhiriki tendo la ndoa uwe na uwezo wa kusimamisha vizuri, uwe na uwezo wa kupiga raundi 3, uwe na uwezo wa kufika kileleni, uwe na uwezo wa kumridhisha mwenza wako. Hiyo itakusaidia. Lakini kama ni wewe mwanaume unaona kabisa hauna hivyo vitu, yani huwezi kusimamisha vizuri, huwezi kumridhisha mwenza wako, hujawahi hata kumfikisha kileleni, hii itakuwa ni historia kwako. Utabaki na mali zako, ataenda kwa mtu ambaye anamridhisha, lakini wewe kwako ataendelea kutumia pesa zako. Kwa hiyo mwanaume, usijidanganye. Hakikisha una perform tendo la ndoa vizuri kabisa, hapo mwanamke atakuheshimu.